Barani Ulaya, mamilioni ya watu kwa sasa wanakabiliwa na wimbi kali la joto ambalo limeifanya hali ya maisha kuwa ngumu katika nchi kadhaa. Katika baadhi ya maeneo, hali joto imezidi nyuzi 40 nyuzi selsiasi, hali iliyozifanya serikali kutoa tahadhari za dharura kwa wananchi na kuwataka kuchukua tahadhari ili kulinda afya zao. Nchi kama Ufaransa, Ujerumani, Hispania, Italia na Uingereza zimeathirika zaidi. Mamlaka za hali ya hewa zimeonya kuwa joto hili linaweza kuendelea kwa siku kadhaa, huku baadhi ya maeneo yakitarajiwa kuvunja rekodi za hali joto zilizowahi kurekodiwa. Lakini kwa nini tukio hili limekuwa habari kubwa duniani? Kwa kawaida, majira ya kiangazi huleta joto barani Ulaya. Hata hivyo, safari hii hali joto imeongezeka kwa kiwango kisicho cha kawaida katika baadhi ya maeneo. Wataalamu wanaeleza kuwa joto kali la muda mrefu linaweza kuwa na athari kubwa kwa afya, uchumi na mazingira. Athari ya kwanza ni kwa afya ya binadamu. Mwili unapokabiliwa na joto kali kwa muda mrefu, unaweza kupoteza maji mengi kupitia jasho. Bila kunywa maji ya kutosha, mtu anaweza kupata upungufu wa maji mwilini, uchovu, kizunguzungu au hata kupoteza fahamu. Katika hali mbaya zaidi, joto kali linaweza kuhatarisha maisha. Makundi yaliyo katika hatari zaidi ni watoto wadogo, wazee na watu wenye magonjwa sugu kama matatizo ya moyo, kisukari na magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Hospitali katika baadhi ya miji zimeongeza maandalizi ya kupokea wagonjwa wanaoweza kuathiriwa na hali hiyo. Mbali na afya, joto kali linaathiri pia miundombinu. Reli zinaweza kupanuka kutokana na joto, hali inayoweza kusababisha usafiri wa treni kucheleweshwa. Barabara pia zinaweza kuharibika kutokana na lami kulainika inapokabiliwa na joto kali kwa muda mrefu. Mahitaji ya umeme huongezeka kwa sababu watu wengi hutumia viyoyozi na vifaa vya kupunguza joto. Hali hii huongeza mzigo kwenye mifumo ya uzalishaji wa umeme na wakati mwingine inaweza kusababisha hitilafu au kukatika kwa umeme. Sekta ya kilimo nayo imeanza kuhisi athari. Mimea inapokosa maji kwa muda mrefu hukauka na mavuno hupungua. Wakulima wengi wana wasiwasi kuwa uzalishaji wa mazao muhimu unaweza kushuka ikiwa hali hii itaendelea, jambo ambalo linaweza kuongeza bei za vyakula katika baadhi ya masoko duniani. Joto kali pia huongeza hatari ya moto wa misitu. Ardhi na mimea inapokauka, cheche ndogo inaweza kusababisha moto mkubwa unaoenea kwa kasi. Katika miaka iliyopita, baadhi ya nchi za kusini mwa Ulaya zilishuhudia moto mkubwa ulioteketeza misitu na kulazimisha maelfu ya watu kuhama makazi yao. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema matukio kama haya yamekuwa yakiongezeka katika miaka ya karibuni. Wanaeleza kuwa ongezeko la joto duniani linaweza kuongeza uwezekano wa mawimbi ya joto kuwa makali na kutokea mara nyingi zaidi. Hata hivyo, tukio moja pekee haliwezi kuthibitisha mabadiliko ya tabia nchi bila uchambuzi wa kisayansi wa muda mrefu. Kwa sasa, mamlaka zinaendelea kuwashauri wananchi kunywa maji mengi, kuvaa nguo nyepesi, kuepuka kutoka nje wakati wa joto kali la mchana na kuwasaidia watoto pamoja na wazee ambao wako kwenye hatari zaidi. Ingawa wimbi hili linaonekana kuathiri zaidi bara la Ulaya, athari zake zinaweza kuonekana katika maeneo mengine kupitia mabadiliko ya bei za bidhaa, biashara na uzalishaji wa chakula. Kwa sasa dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hii, huku wataalamu wakisisitiza umuhimu wa kujiandaa kwa matukio makubwa ya hali ya hewa yanayoweza kujitokeza siku zijazo. Je, unadhani mataifa ya dunia yanafanya vya kutosha kukabiliana na changamoto za hali ya hewa? Andika maoni yako na usisahau kufuatilia habari zaidi za dunia na uchambuzi wetu wa kina.